ni kwamba sasa kwa miaka yote ambayo wamekuwepo Tanzania, zaidi ya miaka 20, Tanzania imekuwa ikinunua mabasi kutoka China kuja hapa Tanzania. Sasa nimewaomba kampuni ya Yutong wafikirie kuja kuweka kiwanda cha kutengeneza mabasi hapa Tanzania. Walete kiwanda hapa ili vijana wetu kwanza wajifunze teknolojia, mafundi wetu wajifunze teknolojia ya uzalishaji wa mabasi, lakini pili wazalishe ajira kwa Watanzania, kwa sababu hatuwezi kuendelea kubaki kuwa soko la China. Basi kwa sababu wao wanapata ndio wanaoleta, basi waje wawekeze hapa ili pamoja na kununua bidhaa zao pia na sisi wenyewe tunufaike kwa kupata ajira na ujuzi wa utengenezaji wa mabasi. Basi yetu ya mwendokasi tunatumia basi yoyote ya kampuni yoyote kulingana na ambavyo mamlaka inayosimamia mabasi yale itaona inafaa. Lakini Yutong pia wanakaribishwa kufanya biashara. Lakini pia kama mtaona mwelekeo wa serikali kwenye miundombinu yetu ya mwendokasi, sasa hivi tumewakaribisha sekta binafsi kushirikiana na serikali. Na ukitaka kuangalia kwa mfano kama sasa hivi hata serikali sasa hivi kuna hii mifumo ya VTS ambayo ina control speed. Na ukitaka kuangalia sisi katika kampuni ya Abudi, sisi tuna vijana pale wa IT ambao wako masaa 24 wanazitrack gari kufuatilia mwenendo wa dereva, kama aidha anaongea na simu au ana chat na vingine, unakuta tumefunga zile live camera kwenye mabasi yetu. Kwa hiyo muda wote wana communicate na dereva, wana communicate na conductor, na mambo yote yale ni kuhakikisha usalama wa abiria na mali zao. Tumekuwa mstari wa mbele katika kuboresha huduma za usafirishaji kwa kutoa usafiri salama, wa kuaminika na wa kisasa. Juhudi hizi zimeweza kutambuliwa kupitia tuzo ya LATRA ya msafirishaji bora na salama mwaka 2024, ambayo tulipokea kwa kuwa miongoni mwa wamiliki wa mabasi bora kwa kampuni zilizo na mabasi kati ya 1 mpaka 10.